Takriban mwaka mmoja umepita toka pale shirika zilipoamua kuungana chini ya fikra ya shirika la Al-Haq Dawa, pale ambapo walikusanya mashirika yote ambayo yanapatikana katika jiji letu la Bujumbura na kuwafahamisha kuwa kuna jengo ambalo linahitaji kuinuliwa, kuna jengo ambalo linahitaji ukarabati. Jengo hilo ni Masjid Ramallah, ambayo inapatikana katika mji wa Gihanga, sehemu ya Gihungwe. Sehemu hii Waislamu waliungana na kuweza kuweka nguvu sehemu moja. Kila mwenye ndogo na mwenye kubwa walikusanya ili msikiti huu uweze kusimama. Na hapa ulipofikia ni dhahiri kwamba umoja na mshikamano wa Waislamu, ima umoja na mshikamano wa mashirika haya, umeonyesha picha ya maendeleo na mafanikio katika jamii ya Kiislamu. Siku hii ya leo tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka 2025, kwa mara nyingine mashirika hayo yametembelea msikiti huu kwa lengo la kuendelea kuhamasishana na kuweza kumaliza ujenzi huu. Siku hii ya leo Waislamu wamechangia vilivyo vikubwa, wenye ndogo, wenye nyingi, wote wamejitolea, jambo ambalo linaendelea kutuonyesha umuhimu wa kushikamana kwenye mambo ya kheri. Hapa tunaipongeza shirika la Al-Haq Dawa kwa fikra kubwa ambayo ilitoa kuweza kukusanya mashirika mengine na kuwa kitu kimoja. Pia tunawapongeza viongozi wa mashirika mengine kwa kukubali wito huo na kuungana na kujenga kitu kilichokuwa bora. Umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Umoja huu umeendelea kuonyesha nguvu ya Uislamu. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wama tawfiquna wa li'tisamuna illa billah. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله مصطفى محمد. الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول، أحسن كل شيء خلقه فالكل بالعناية مشمول، قدر لكل موجود رزقه وكل جناح نعمة محمول، أعطى كل شيء خلقه وكل أمر إليه موقول، له في كل أمر حكمة وإن ذهلت عنها الوقول. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala. Rehma na amani zimmiminikie kwa wingi mbora viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na halize na sahabaze kiram, na sote tutakaofuata mwenendo huu hadi siku ya malipo. Allah tuweke kuwa miongoni mwao, Allahumma amin. Kwanza wamenisimamisha ghafla na nilikuwa sikuandaa chochote kile, lakini kwa kuwa nimeambiwa niweze kuzungumzia yoyote yale, basi insha Allah acha nizungumzie hadithi mbili tu ambazo nahisi kuwa zitatosha. Ndugu zangu wa Islam, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar. Hii itakuwa ni neema ya watu ambao watakaojalia kuweza kuingia peponi. Maswahaba wakamuuliza, sasa mtume, katika kumuona kwetu Mwenyezi Mungu, katika kumuona Allah, je, kutakuwa hakuna kule kubanana na kuvigana kuzoba kurimo? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatoa mfano akasema, itakuwa ni mfano wa mwezi mpevu. Kwa sababu ya mwezi huo mpevu kila mtu anauona kwa nafasi yake. Ni mfano wa mwezi wa tarehe 13, 14, 15. Hakuna kubanana, kila mtu anauona vizuri. Ndugu zangu wa Islam, hizi amali zote ambazo tunazozifanya, wallahi tuwazifanya kwa kutaraji kwamba kuna siku tutaingia peponi, na hakuna zawadi kubwa mno. Allah atauliza watu wa peponi, je, enyi watu wa peponi, kitu gani ambacho mnakitaka niweze kuwazidishieni? Watu wa peponi watamjibu Allah wakimwambia, ya Rabb, kila kitu umetupatia, kwa nini tusiridhike na ambavyo tayari umekwisha tupatia? Ya subhanallah, Allah atafunua baina yake na watu wa peponi, atafunua pazia. Watu ambao wamejaliwa kuweza kuingia peponi kwa kutaabika hapa duniani, kwa kufanya khairati mukhtalifa, wallahi watu watamuona Mola wao aliyewaumba. Allah anasema katika suratul Qiyama, ila rabbiha nadhira. Watu watamuona Allah hivi live, ila rabbiha nadhira.
watu watamuona Mwenyezi Mungu live. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidini sana wallahi, inaponadiwa munada wa kheri kama hizi tuzikimbilie, tufanye khair kadri mastata'na, tufanyeni khairi kadri tuwezavyo. Na Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kwa kile kiwango ambacho unachokiweza. Unaweza kunyanyua mfuko wa cement, nyanyua. Unaweza kuchangia sadaqa yote, nyanyua. Haya yote unayoyafanya kuna malipo huko akhera ambayo yanakusubiria wewe muumini. Musa alayhi salatu wassalam alimuuliza Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nataka unambie ni mtu gani wa mwisho ambaye atakaingia peponi? Maana yule mtu wa mwisho Mwenyezi Mungu atamwambia kwamba mtu huyo watu wote watakuwa wamekwisha ingia peponi kasoro yeye. Mtu huyo atamuuliza Allah, ya Allah, mbona unanambia niweze kuingia katika makazi ya peponi hali ya kuwa kila mtu umekwisha mgawia sehemu yake? Allah atamuuliza yule mtu, hivi huridhii nikupe cheo cha sawa na wafalme wa 10 duniani? Allahu akbar. Hiki ndio cheo cha mtu wa mwisho peponi. Allah atampatia mtu huyo sawa na vyeo vya wafalme 10 duniani. Ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad sallama alipoikana maswahaba zake wakamuuliza, je, sif lana aljanna, tunakuomba utusifie hiyo pepo. Akasema huko hakuna kuzeheka. Hali ya kuwa tuwajua hapa duniani mtu unatoka kwenye udogo unaelekea katika utu uzima. Huko hakuna kuzeheka. Pepuni hakuna mambo ya ibada tena ndugu zangu Waislamu. Pepuni hakuna kufa, wala pepuni hakuna haja ndogo wala haja kubwa. Mtume Muhammad sallam akatoa mfano wa yule ambaye atakayetokwa na haja ndogo kubwa, ni mfano wa mtu ambaye atatokwa tu na jasho kwenye mwili wake. Jasho hiyo Mtume Muhammad sallam anaisifia kisema, jasho hiyo ambayo mtu wa peponi itamtoka, manukato yake aidha harufu yake itakuwa ni mfano wa miski, manukato mazuri sana. Hizi ni neema za watu wa peponi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuahidi kwa sisi wanamume, huko mashaikh zangu kuna wanawake ambao wanaitwa mahurul ain, lakini hao hauwezi kuwafikia kama haupambani mfano wa hivi. Hao mahurul ain Mtume Muhammad sallam anatoa mfano, lao hurul ain atatizama dunia kwa uzuri na urembo wake, basi jua na mwezi na kila kitu kilichoko hapa duniani vyote vitapoteza mwangaza kwa nuru ya mwanamke huyu wa peponi. Mtume Muhammad sallam akaendelea na gongelea msumari akasema, na wale wanawake wa duniani ambao watakaojaliwa kuingia peponi, hakika hao watakuwa ni warembo zaidi ya wanawake wa peponi. Asalamu alaykum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Katika maneno ya kuzungumza, kwanza nashukuru Allah kuona tumekusanyika na ndugu yetu mmoja katika wasanii ndani ya nchi ya Burundi, Bwana Bidondo. Mwenyezi Mungu amzidishie, aendelee katika hii hali, na wakokote na wasanii wenzake ili waje kusaidizana na vijana wenzao kunako kazi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, Allah subhanahu wa ta'ala aliumba ardhi, na tukitizama ardhi ilikuwa ni tambarare. Malaika wakamuuliza Mwenyezi Mungu, je, kuna katika viumbe vyako kile ambacho kitakachoshinda ardhi nguvu? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Maana yake kinachoziwia ardhi ni milima. Na wasomi wa masomo ya kizungu kama wanavyozungumza ardhi inazunguka, hichi kitu mimi nitakipinga mpaka siku ya kiyama, kwa sababu hakuna mtu alishagalala yuko bwiza akakutana yuko Marekani. Hamna huyo mtu. Lakini unaposema kwamba ninaota, hiyo ni kauli ya Allah ndani ya surati Zumar. Utizama utayaona hayo.
Wakamuuliza Allah, je, katika viumbe vyako kuna kile ambacho kinashinda nguvu milima? Mimi sina jibu. Kitu gani kinashinda nguvu milima? Na nyie hamna jibu. Hamna jibu. Kitu gani kinachozidi nguvu milima? Neno la Allah jalla jalaluhu. Katika Qur'ani pana sura inaitwa Suratul Hadid. Chuma ndicho ambacho kinavunja nini? Milima. Tizameni matrakter gisi yanavunja milima. Wakamuuliza Allah, je, kuna kitu ambacho kinazidi nguvu chuma? Na hiyo itakushinda? Abu, kitakushinda na hicho? Kitu ambacho kinazidi nguvu chuma ni moto. Kwa sababu tazameni katika suratul Kahf walipozungumzia habari za Dhulqarnain, ule ukingo ambao walitumia nini? Moto kwa ajili ya kukaza vile vyuma. Wakamuuliza Allah, ni kitu gani kinazidi nguvu moto? Kitu gani kinazidi nguvu moto? Yaani mimi nimekwenda kinyume na mithali ya Waswahili eti dawa ya moto ni moto. Si ndio hivyo? Maji ndio yanashinda nguvu nini? Wakamuuliza Allah, ni kitu gani kinazidi nguvu maji? Naam? Kitu ambacho kinazidi maji nguvu. Tazameni tsunami ilipokuja. Kitu gani kilileta tsunami? Upepo. Nani katika viumbe wa Allah, ni nani ambaye anazidi nguvu upepo? Katika viumbe wa Allah, nani anayezidi nguvu upepo? Naam? Anayezidi nguvu upepo ni mwanadamu. Kwa nini? Ndege inaendeshwa na nani? Meli inaendeshwa na nani? Gari inaendeshwa na nani? Na mwanadamu ana kitu kinachomzidi nguvu. Hichi kitu ni kitu gani? Mwanadamu kitu kinachomshinda nguvu, as-sadaqatu tutfi'u ghadaba rabbi. Sadaka unapoitoa inazima hasira ya nani? Ya Allah. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapokasirika ukatoa sadaka, hasira ya Allah inakuwa imekwisha. Maana yake binadamu anashindwa nguvu na ile sadaka anayoitoa. Kikubwa hapa tu katika jengo, na hili jengo mimi ninatoa siri moja. Nasri anajua, matematiki anajua, na wakina Bigi wanajua. Kuna Waarabu walikuja kuomba huu msikiti. Kwa kondisio tuwasainie kwamba tunawakabidhi msikiti na makaratasi. Wangeujenga kwa mwezi mmoja, tukamwambia haiwezekani. Kwa nini? Angechukua hapa yale ambayo atatoa hapa, atume kule aseme ametengeneza msikiti wa milioni 500. Kumbe milioni 500 hazifiki. Tulimwambia hatutokubaliana na hili jambo. Waislamu waliolianzisha hili jengo walimalize wenyewe. Pakatokea mwingine tena akasema ninataka nimalize hilo jengo, lakini kwa sharti yale ambayo mliotoa nyie msitizami, mnipe makaratasi ya hiyo parcela. Tukamwambia hatutoi. Lakini kwa watu ambao wanapenda matumbo yao, wallahi msikiti wangeupana na wakapewa pesa, wakakaa kimya na msijui kinachoendelea. Lakini nimwambia vijana, tizameni tulipoanzia mpaka kuna mama alitoaga pesa za kununua parcela hapa. Tulinunua parcela tukachanga na hii. Kumbe tujitahidi kwa wale ambao kuna wafadhili. Mimi kuna watu ambao nilikuwa nimezungumza nao kwa ajili ya msikiti, lakini kuna wengine wakapita nyuma ya mgongo wakaonesha kwamba sisi tunadanganya. Na Mwenyezi Mungu azidi kuwaongoza maimamu na mashekhe wa Burundi kwa ajili ya kitu kama vile hichi. Kikubwa tukimaliza kujenga huu msikiti na yale masomo, tusiwaachi hivi. Tutizame ni kitu gani tutawafanyia. Kwa sababu mmeshaona tumeingiliwa. Baada ya kujenga tu msikiti, wazee wakaza wamesema acha na sisi tuweke kitu pale ili tukomeshane na hawa jamaa. Sasa kwa kuwakomesha wale, tutafute lance voix ambazo zitakuwa na nguvu kushinda za kwao. Na insha Allah tujiandaeni kupanga msafara mwingine
huyo msafara tutakuja na kundi la wale watoa mawaidha Qur'ani na Biblia, tuje kuwaonesha kama kila kitu tunacho sisi hapa, si ndio hivyo ndugu zangu? Mwenyezi Mungu atuwezeshe, na kila aliyetoa 10 yake 5 yake nguvu zake Allah amwekee akhera na ampe pepo ya Firdaus. Na ndugu zetu Al Amnu TV na Amigo TV pia Allah wazidishie, kwa sababu wanavyopeperusha ni vingi sana kwa ajili ya dini ya Allah. Allah tunamuomba atupe mwisho mwema na atukinge na mwisho mbaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, sisi kama kundi la kheri, naitwa Sheikh Khalid Mabeti Athumani Bahame Kimanuka, mzee wa harakati. Tunatoa pesa 3.5 kundi la kheri na mifuko 2 ya sima. Takbir. Sisi kama kundi la Together Weekend sote kwa pamoja tunaweza, tunatoa beni 2 za mchanga, beni 2 za udongo na beni 1 ya gravier na fera beto zenye ziko na thamani ya 200,000 na 100,000 juu kwa ajili ya wafundi. Takbir. Allahu Akbar. Kwa majina ni Nasir ibn Faisal, kiongozi wa Jamaa Nusratul Islam wal Muslimin. Kwa niaba ya kundi la Jamaa Nusratul Islam wal Muslimin tunajitolea 250,000 juu ya masjidi hii. Lakini nishamwaga beni 1 ya matafari hapa, na inshallah nitamwaga tena beni nyingine ya pili kesho kutwa, nyingine ya matofali. Allahu Akbar. Na pesa zinatoa, jana nililipa wafundi 150,000. Hizo ni zingine tena, nitabisema vyote. Sawa sawa. Zingine pesa nitaongeza tena 200,000 zingine inshallah. Mimi sina kundi, fundi ni mimi mwenyewe. Mimi nitatoa mifuko 10 ya sima inshallah. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sifa zote kamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu salam ziminikie mbora mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu nyumbani kwake na masahaba zake na waislamu wote watakaoshikamana mwendo huo hadi siku ya malipo. Tunaomba Allah tuweke miongoni mwao, Allahumma amin. Sisi kama kundi Nuru normalement leo takriban 10,000 brick ndo tungemwanga hapa, takriban 10,000 brick, lakini musika baadhi ya pesa nilikuwa nayo hapa alinikataza nisitoe cash, anataka yeye mwenyewe afike ajimwangie zile brick, nikakuwa nimeziwia hivyo. Lakini inshallah sawa na bei yenyewe tutapata mabriki huku, brick zenyewe tutatolea, yalikuwa na nia kutoa 10,000 brick, tunaweza tukazimwanga kesho inshallah, na vile vile na mifuko 4 ya simenti inshallah. Katika ukusanyaji wetu vitu tumejaliwa kukusanya alhamdulillah kwa siku ya leo. Kuna ahadi na cash. Pesa cash tumejaliwa kukusanya kwa siku ya leo, nje ya ahadi zilizopanwa hazijafikishwa, ni pesa 1,808,12. Alafu pesa za ahadi ni 750,000, 750,000, na vingine vitumikisho vikiwa katika ahadi ni mifuko 2 ya sima, beni 2 za tofari, moja imeshaletwa, ingine italetwa baadaye, beni 2 za mchanga, beni 2 za udongo, gravier, beni 1 ya gravier, na ahadi ya fera beto ya thamani ya 200,000 zikiwa katika zile pesa za ahadi 750,000 zilizobaki katika ahadi. Na kwa ujumla thamani ya hivi vitu tukichanga cash na ahadi ni 2,600,012, 2,206,012 za pesa ya Marundi. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah kulipeni khairi nyote mlizotanguliza sadaka zenu. Kutokea hapa Gihanga Gihungwe Masjid Ramallah, sisi Al Amnu TV pamoja na Amigo TV tunatoa wito kwa kila Muislamu aliyejaliwa na Mwenyezi Mungu uwezo wowote kuchangia ili tuweze kumaliza masjidi hii na Waislamu waanze kuswali ndanimo. Hapa Gihanga Gihungwe, nguvu ya umoja na mshikamano kutoka katika shirika zaidi ya 9 za Kiislamu zimeweza kufikia hapa ambapo tulipofikia siku hii ya leo, na bado tunahitaji kuendelea, bado tunahitaji kumaliza harakati hizi za kusimamisha masjidi hii hapa. Uwezo wako, uwezo wangu bado vinahitajika.
Jitolee chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuwezesha ukiwa ndani na nje ya nchi ya Burundi. Tambua kuwa Masjid Ramallah bado inahitaji mchango wako. Changia chochote kile ambacho umejaliwa. Al-Amnu TV na Amigo TV, mimi ni Salum Hassan kutokea hapa Gihanga, Gihungwe. Amigo TV.